Huyo ni secretary administratif ambao anakuja kukata na mkasi wake ambao unakuwa na rangi ya njano na ambao kabisa ataukata kamba huyo. Au nom du chef de chefferie, honorable Sa Majesté moi Milongangi 4, Biemba Kapangala Sacristia, nous venons de faire lancement officiel des travaux de construction d'un pont métallique. Aujourd'hui, le 9 juin 2025 à Mitobo, dans le groupement de Banamput. Ce projet a pour une durée de 3 mois seulement, réalisé par l'entreprise MTN. Ya, ujambo mpenda mtazamaji wa Elila TV. Hapa tunapatikana eneo ya groupement ya Banampute ambao tunakuja kushuhudia kwenye sherehe hii ya uzinduzi wa ulalo uliojengwa mnamo mkoa mdogo huu ambao tunamuona vile vile mkurugenzi secretary administratif wa chefria wa Mzimu, yani yeye ni mwakilishi wa mheshimiwa Mohamed Christian Longangi hapa kunako eneo hii. Na hapa tunapatikana kabisa maeneo ya Mitobo, ndio tunakuwa tunapatikana hapa kunako ofisi ya chef de groupement wa hapa hivi maeneo ya Mitobo, ndio tunakuwa tunasikika kabisa mpenda mtazamaji. Utakuwa nafahamu mengi kupitia sherehe hii ambayo tunakuwa tunaona hadi milioni nyingi za ngoma zinakuwa zinapigwa eneo hii. Naitwa Estash Babu, kamera nashikiliwa naye Johnson. Basi tutakuwa tunashuhudia mengi kwa siku ya leo. Karibu sana. Siku ya leo, siku ya kwanza ya juma, tariki 9 ya mwezi wa 6 mwaka wa 2025. Naitika kwa majina Amisi Muikwa Gislin, na kuwa secrétaire wa groupement ya Banampute, na kwa leo nawakilisha Pute 4 Riziki Musigilo wa Christophe Pema. Na kwa hiyo alisema mbele ya yote nibasalimie. Munaitika salamu ya chef de groupement wetu? Anasema kama vile munaona mbele yenu tunakuwa na secrétaire administratif et chef du personnel la chefferia wa Mzimu, tuko naye hapa. Tunakuwa na delegation kubwa na msindikiza ba autorité yetu ya chefferie biko bote hapa. Balisikia mwaliko yetu ya kusema kama leo tuko na furaha ya kupokea na kuanzilisha muradi ya kujenga vilalo ya vyuma ambayo itasaidia wakaaji wetu wa Mitobo, na tunashukuru sana kwa uvumilivu sababu tulingoja siku mingi sana hii muradi. Malalamiko ilikuwa mingi, lakini
Haraka haraka haina nini? Baraka. Haraka haraka haina nini? Baraka. Pole 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 mpaka leo tunafikia hapa. Na kupitia ile tunasema pia ya kwamba hii muradi ambayo inakuja hapa kwetu haitakuwa tu kwa faida yetu sisi ambao tungali leo. Itakuwa faida hata na kwa watoto na watoto wa watoto zetu. Bataona hii bilalo ya byuma ambayo inajengewa mwa hii mwaka. Hatutakuwa na mengi ya kusema sababu furaha iko mingi. Kufikia kitu ya hivi haiko kwepesi. Tunasikia ba mingi banapokea kabia hivi na habitaonekana kumacho ya batu. Lakini sisi tunawapatia assurance kusema ya kwamba hii vilalo mutavitembelea na migulu yenu. Mutapita kwayo busiku, mchana, saa zote. Haitaishia kumafoto. Itaenda mpaka inaonekana pale kukivuko yetu ya Zalia. Basi kwa hiyo tunaweza sema tuwe wavumilivu tu, na pale kutakuwa vitu mbili. Ya kwanza bataanza kujenga pont provisoire. Itakuwa kilalo ya mbao. Ile kilalo itajengwa mbele kwa kusaidia vyuma vitambuke ngambo. Hakuna gisi chuma ipite mumaji. Hakuna gisi chuma baitupe ngambo. Lakini ile itajengwa kwanza kwa kusaidia gisi sima na ile mabyombo vyote bianze vuka. Na wakati yenye inaisha tunaanza jenga ile kilalo ya chuma. Na tuko na neema na bahati sababu tunakuwa na chombo enye tachimba metre ya kuzama kusudi tupate pilea mzuri kwenye ile chuma itaikalia. Tunasema aksanti na tunasema tena kazi yaishi hapa, tungali tutaendelea mpaka kule kusite. Aksanti, nitamaliza ongea kisha tapatia coordinateur wa hii projet atakuwa na kauli, baadaye chef du personnel atakuwa na ya kumalizia. Ndugu yangu Bwana Mpute. Jambo bababa. Baba mama, bakaka, badada, tunasema mjambo. Itika kwa jina la Kabwe Lumbwe Waso, bami wanaita baba Ikilima Waso, Alphonse. Niko coordinateur ya hii projet ya kuja kujenga vilalo hapa kwetu Mitobo. Na projet nye itatire au moins 3 mois, miezi 3. Selo gisi tulikuwa na ipanga, si tunepanga pamoja na maingenieur, na tunasema tu tuungane mkono shi bote. Ni ile maison tunaona pale, maison de technologie et de nouvelle architecture, ni entreprise ya ba expert mu cadre ya construction na abo biko Goma njoi maison iko. Voilà pourquoi chef de groupement alifanya choix kwayo pamoja na entourage ya kwake. Na maître d'ouvrage ni coopérative Luma, ni hapa kwetu Mitobo. Yenyewe inashimamiwa na gérant iko pale peke mwenye nakilisha chef de groupement. Basi tunapatia kauli. Watoto wa Muzimu jambo. Jambo sana. Watoto wa Nampute jambo. Jambo sana. Wamama jambo. Jambo sana. Jambo. Jambo sana. Hata pia watoto jambo. Wa chef de village ya groupement wa Nampute jambo. Jambo sana. Nashukuru sana sababu mko hapa. Nitafikisha salamu ya mkubwa wa sheferi yetu wa Muzimu, Honorable Sa Majesté Mwami Longangi 4 Biemba Kapangalasa Christian. Anawasalimu na anawapenda sana. Kama tuko hapa leo
sababu alipenda, si vile? Ndio. Na iko na susi na population yote ya Wamuzimu, si vile? Ndio. Ndio maana tuko hapa leo. Na engine nitashukuru sana wa mamre wote wa Conseil de Sécurité ya Chefferie wa Muzimu. Wako wapi? Muko hapa? PNC iko hapa, ANR iko hapa na wengine wote. Sababu hakukwake maendeleo bila amani. Inakuwaka? Hapana. Ya kwanza ni amani. Hatuweze tukafanya maendeleo ndani ya Chefferie wa Muzimu kama hakuna amani. Na mimi nashukuru sana wa mambre wa Conseil de Sécurité kwa amani wanaendelea kufanya ndani ya Chefferie wa Muzimu. Depuis mambo ilikuja, tunasikia Bukavu iko okipe na zingine ma territoire na zingine ma chefferie, lakini mchefferie wa Muzimu tuko na amani. Atuyasikia aseme mtu alifariki na lisasi, ingawa kulikuwa maderapage yenye ilifanyika hapa Mulusololo ya bule mapiage bulipita pale, lakini mimi na wamambre wote wa Conseil de Sécurité tulifanya déplacement pale siku ya 6, tukafanya kikao kubwa, na ndani ya kikao mulikuwa wa chef de groupement 5. Bastaviale balikuwa, bana Mukika balikuwa, bana Mpute balikuwa, bana Kabale balikuwa na bana Kyungu balikuwa. Na ndani mulikuwa omwe wa chef de village 15 ya kuona tusumulie ile mambo yenye wa mama wetu wa baba wako victime hapa Mulusololo. Na Mungu akasaidia tukamaliza kikao salama. Ile siku ya kikao ilikuwa siku ya soko, tukaambia wajeshi wafanye patrui pale, na bakapanda bakashuka mpaka saa yenye soko iliisha na Kamituga watu wakafika salama. Na tutasema hatutachoka, tutaendelea kupiganisha juu batu basirikile mwantite wa Muzimu bila shida, si vile? Ndio. Na ile yote ilikuwa kwa recommandation ya mkubwa wa chefferie. Iko pamoja nasi, si vile? Ndio. Mambo ya education, mkubwa pia wa chefferie kulala alisaidia sana. Mapasation ya examen d'etat yenye ilifanyika mchef lia chefferie wa Muzimu, tangu siku tulianza ilikuwa le 2 juin na mpaka gisi siku iliisha, hakuna hata incident moja ilitoka kuma centre zetu zote. Tulikuwa na centre 2. Centre ya kwanza ilikuwa ku Institut Elila na centre ya pili ilikuwa ku EP Fure ya Kakuku. Sisi wote tunajua kama examen participation ilikuwa ya bure. Chef de chefferie akasema hata funga mikono, akasaidia na wasurveillant wenyewe walikuwa na usika kuwapa kidogo ya kinywaji na kuwapa pia chakula kidogo. Ile mambo ilifanyika siku 2, siku ya kufungula examen na siku ya kumaliza. Sa examen iliisha, kulikuwa ka difficulté kadogo ya kutosha examen Kitutu ifike Kamituga juu ya makoreksyon. Pia akulala, sisi wenye tuko huku tukampigia simu, tukamwambia mkubwa wa chefferie asaidie sana ma examen zifike Kamituga, na akajitahidi akalipa transport na mpaka gisi examen zilifika Kamituga ya watoto wetu, si vile? Ndio. Hatukuchoka, tukaenda musante namo afya. Sisi wote tunajua shida yenyewe iko ya transport ya mamedikama kufika huku kwetu, lakini tukampigia tena simu tukamwambia, baba, watoto wako wa Muzimu wanateseka, dawa ifike. Surtout ulikuwa wale wenyewe walikuwa na magonjwa ya kifua kikuu, ndio tuberculose.
akajikaza tena kufanya mchango yake porque dawa zifike Kitutu, na dawa zilifika deja ziko ku zone de santé yetu ya Kitutu, si vile? Ndio. Leo tuko mkadra development ya maendeleo ya mkoa mkubwa ya Wamuzimu. Sisi wote tuko tunaona tukifika Kitutu pale kurompwe kisi mjengo iko pale. Zamani kukuwa iko vile? Ndio. Lakini mkubwa alisema hapana, pale akuweze kubakia vile. Probleme tu hii mambo nyeko muinchi. Kama ile kazi ilishaisha. Na tuko tunaendelea kuhimiza watu kwa kufanya pia salongo. Tulikuwa mreunion conseil de sécurité pale Kitutu na Kibe, tukasema kama kila siku ya kwanza watu wafunge milango, sauf pharmacie tabakia iko nauzisha, transport hakuna, tunaanza salongo depuis 6h mpaka 10h. Lakini moto ya kubeba maiti tapita, ya kubeba mgonjwa. Sisi wenyewe tusafishe kwetu. Tusikiwe sawa vile pale Kilungutu Ekuku. Utaona shimu inaanza mbele ya nyumba na watu wanaacha. Juu ya nini? Waprofite tu kuuzisha restaurant. Eske natusaidia kunini? Hakuna. Ndio tukasema tufanye salongo, tufungule manjia ya kwetu. Leo tunafika kwa kufanya lancement ya ipo ametalike Zalia. Hako vile? Ndio. Tulipata madelegation mengi na vifo ya watu mnaijua, si vile? Ndio. Wakwenda kumashamba, swati atarudia nyuma. Tukasikia tutie basi po aliani. Sinyo Lisanda? Ndio. Tutie basi Mutumbu, Pirogi. Tukawaza sema hapana. Nikaita chef de groupement wa Banampute. Nikaita wanamemba wa cooperative Luma. Kusema tuwaze juu ya hii mambo. Ile mambo ya Isanda, ile mambo ya Mutumbu ni zilipendwa. Bitu ya zama za kale, si vile? Ndio. Eske tuko kama mu 21e siècle. Tubakia tu vile Isanda? Hapa. Au Mutumbu kama pagaere ya kilewa, mtu atapita wapi? Hakuna. Na yote ilikuwa mambo yenye mkubwa wa sheferi alikuwa anafuatilia. Sasa kwa leo tunakia fanya lancement officiel ya ipo metallique pale kwetu ku Rivière Zalia. Na hii projet itakuwa na durée ya miezi 3. Projet kianza make franga yote inakuwa tayari. Na kama ishi hawa wote tutawafunga. Watu tutawauliza makuta yetu iliendaka wapi? Haiko vile? Ndio. Kordo wa projet ko pale. Miezi 3. Leo tuko le 9. Tunasabia le 9 août mwezi wa 8 ndio vile? Ndio. Miezi ngapi ile? Hapana. Le 9 septembre ni mwezi Septembre ni miezi 3, si vile? Tunapenda tufanye lancement. Non. Inauguration sasa officielle ya ile kilalo na watu waanze kupita bila malipo yoyote. Si vile? Bila malipo yoyote. Isiwe shie ndio tulijengaka, wengine watapita saa yenye mela iko. Lakini nina imani na matumaini kama ile nayo itaisha siku zijao. Si vile? Njoo ile na washukuru sana. Tujikaze sisi wote, ingawa watu wenye wako Kamituga wako na wivu yetu. Sisi watoto wa Muzimu, si vile? Ndio. Na wako wanapenda wa destabilize ma institution wa Muzimu, si vile? Ndio. Nasikia huko kuna kwa mamanda, kuna kwa bitu fulani, kuna kwa bitu fulani. Paske mimi nilisema sio tena vema kukia kuarete mutu kwetu Kitutu bila wale watu wa parke kupita upolisi kwa komanda en place, tuone bulletin de service yabo. Na hapana pia kufunga mtu busiku. Nikamwambia komanda Capitaine Morgan,
Tuveye sana ile kufunga pia watu samedi na dimanche. Sababu circulaire ya ministre ya conseil ya magistrature shaka toka. Hapana kufunga watu samedi na dimanche. Sauf infraction kubwa ile flagrance. Si vile? Mais hapana bide confiance wakifunga mtu samedi dimanche. Hapana escroquerie au vitu vingine hapana. Na njoo yenye watu wakamituga hawapende ile. Inaonekana kama tuko tunawabloke mamambo fulani na sisi hatutachoka, si vile? Ndio. Tuko tunatetea watoto wa muzimu. Nikamwambia Kapteni Morgan aveye sana wale watu wenyewe wako kufanya mambo ya vile ndani ya shefere wa muzimu. Wampatie kwanza bulletin de service yao aisinye ako. Si vile? Ndio. Njoo ile tuungane mkono sisi wote na maendeleo itendelelea tu. Maendeleo utafanya nini? Endelea. Tuko tunasabia wa ndugu. Mwaka tu moja mwami wetu wa sheferi iko mu assemblée provinciale. Si vile? Ndio. Ingawa hii mambo ya hali ya inchi mwenye na matumaini kiisha tutaakselere sana kufanya development. Si vile? Ndio. Na tuko tunapiganisha hata senti moja wa muzimu isiende ngine fasi. Oh mambo ya sektere, oh mambo ya vile tena hatutaki. Si vile? Tubakie na inchi yetu yote wa muzimu pamoja. Watoto wote wakuwe pamoja. Mambo ya division hapana. Si vile? Ndio. Njo mambo nilipenda tuzungumuze kwa siku ya leo. Tukue sisi wote pamoja. Tuunge mkubwa wa sheferi mkono kule kwa ensemble kwenye iko. Leo iko ku province. Tutaza penda mu 2028 akuwe Kinshasa, si vile? Na haiko ya nguvu. Na nina matumaini kama itafika sababu hakuna kitu nashinda Mungu. Wandugu wapenzi, furaha iko? Furaha iko? Asante sana. Tunapokea bitu yote, malalamiko yote pale kubiro ya sheferia wa muzimu. Si vile? Biro ziko wazi. Na mkubwa wa sheferi apende tena manyanga. Si vile? Ndio. Nashukuru sana na mimi nashukuru si chef de groupement Mpute kwa hii mambo yenyewe napiganisha ndani ya mkoa mdogo yake ya bwana Mpute. Si vile? Ndio. Na ninapenda mkuwe umoja. Division haiko kitu ya mzuri. Tukipata kitu sagisi hii project kiisha tunikamata na mikono mbili. Tunaichunga sawa vile watu wazima. Si vile? Ndio. Asante sana na Mungu awabariki. Asante kabisa mpendwa mtazamaji wa Elila TV, unaendelea kuangalia namna gisi sherehe zinakuja shamra. Hii ni kwa ajili ya kuweza kuanzisha ujenzi wa daraja ya eneo ya hapa Mitobo. Hapa wanakuja kuizindua kazi ya ujenzi wa hii wanaoyaita. Wanakuja kuzindua rasmi ujenzi wa daraja ya eneo ya hapa Mitobo mnamo mkoa mdogo wa Banampute ambako wanakuja kuzindua kazi hizi. Umeona gisi namna watu wanakuja kusherehekea. Mpenda mtazamaji, unaona namna gisi kazi zitazinduliwa hapa rasmi na mratibu wa usultani wa Muzimu, yani bwana secretaire administratif. Na ndio unaona hapa ndipo ulalo huo utakuwa nawekwa. Maengineer wameshakuwa eneo hii ambao utazinduliwa, yani kufanya lancement officiel, uzinduzi kabisa rasmi wa kikazi ya kuweza kutengeneza ulalo ambao utasaidia wakahaji wa eneo hii kuweza kuvuka na kuelekea ngambo mbalimbali. Ni hapa ni mnamo usultani wa Muzimu ambako kabisa wanakuwa wanaendesha vitu kama na hivi.
unakuwa unaona mpenda mtazamaji, walinzi wa asili ama bami wanakuwa eneo hii. Ile ambao unaona ngambo ya pili kule inakuwa ni Isanda ambao ni ulalo ambao ulikuwa unatengenezwa na raia wenyewe. Hiyo ambao unaona upande wa pili huko ni ulalo ambao ulitengenezwa na nguvu ya raia wenyewe. Mikono yao wametengeneza miti na kamba peke yao. Inakuwa ni ulalo hatari kabisa ambao ulitengenezwa, lakini leo itakuwa ni ulalo wa chuma ambao itakuwa inatengenezwa eneo hii ambako unaona ulalo huu sasa utakuwa unaondolewa kisha kazi hizi kuhitimishwa. Lakini leo ni kuanzishwa rasmi kwa ujenzi huu wa ulalo wa chuma ambao itakuwa inasaidia wakazi wa Banampute kuweza kufanya kazi ya mapito eneo yao vizuri bila tatizo yoyote. Wabulaga musafiri kibengo wa mana mobera. Wabulaga kawa kwata kekwe ngomelani. Wabulaga landana na ketomba. Wabulaga umatenda wabulaga uyo mano matenda. Wabulaga Isanda leto. Wabulaga nitengenezwe busoga. Wabulaga wanu atukire. Wabulaga nuwalanga musenge. Wabulaga kibunga ngola ho kibunga keno ketwazo okete kibunga kisanda kelalo tatu ke kuisanda lambu bilengo tiseo kelalo bakwire bekutenga bantanya mikiaza tinga mikiaza no twadwa kufungula nkazie kwa mukiti nenelozi masiri ametene ngombe temekazi kana kemo nozo mukiti Banampute Banangalia okay bunga kino kitwa kiti kibunga ngola Asante kabisa, unakuwa unazidi na kutazama gisi namna kazi za asili zinakuwa zinaanzishwa. Hizi ni dalili za kimila ambazo zinakuwa zinaendesha sherehe hizi ya kuweza kuzindua kazi rasmi ya ulalo huu ambao itakuwa inasaidia kwa kazi wa Banampute huku kusini mwa tarafa ya Mwenga mnamo Sultana wa Mzimu. Wanakuwa wanafanya kimila kwanza, gisi kazi za kimila zimeishia hapo na hivi kazi zingine zitakuwa zinafuata baadaye. Na uzinduzi wa kimila umehitimishwa mpenda mtazamaji. Hivi sasa nasubiri kukatwa rasmi kwa kamba hiyo ambayo inakuwa kizuizi ya kuweza kuanzisha mradi wa utengenezaji wa daraja hii, yani ulalo eneo ya Banampute mnamo Sultana wa Mzimu. Na umeona kesi ya mratibu wa sheferi, yani secretaire administratif, anakuwa anataka kukata kamba hiyo ambayo itakuwa ni alama ishara kubwa ya uzinduzi wa kuanza ukarabati wa ulalo hii. Unaona namna gisi secretaire administratif, yani SECAD, anakuwa anakuja na mkasi. Huyo ni secretaire administratif ambaye anakuja kukata na mkasi wake ambao unakuwa na rangi ya njano na ambao kabisa ataukata kamba huyo. Au nom du chef de chefferie, honorable Sa Majesté moi Milongangi 4, Biemba Kapangala Sacristia, nous venons de faire lancement officiel des travaux de construction d'un pont métallique. Aujourd'hui, le 9 juin 2025 à Mitobo, dans le groupement de Banampute. Ce projet a pour une durée de 3 mois seulement, réalisé par l'entreprise MTN. Merci beaucoup. Ya, na hivi imekatwa kabisa kamba hiyo, ni alama ishara kubwa kabisa ya kuanzisha kazi hizi za kuweza kujenga ulalo ama daraja hii, na imekatwa kabisa rasmi na secretaire administratif. Okay.
Kwa namna hii utakuwa unatazama gisi namna secretaire administratif atakuwa anaanzisha kazi rasmi ya kuweza uzinduzi huo. Umekuwa unatazama kabisa mpenda mtazamaji gisi anakuwa anaweka sasa alama ishara kubwa ya kuanzisha kazi hizi ambao unakuwa unatazama mwenyewe popote ulipo kwa muda kama na huu unakuwa unatazama unaona kazi gisi zinaanzishwa rasmi na secretaire administratif mheshimiwa Jacques Hassan Mutumbwa ambaye anakuwa anaanzisha kazi hizi hapa maeneo ya Mitobo, na huko ni kunako mto Zalia ambao kazi hizi zinakuwa zinaanzishwa kwa mara moja kwa sasa. Unaona kazi hizo zimeanzishwa kwa mtindo wa hivyo, na hapo maengineer watakuwa wanaanzisha na kuendesha kazi hizi ambazo zitafanya mwezi mitatu. Hiyo sasa ni jiwe ambao inakuwa ni alama ya kuanza kazi mara moja, na hivi kazi zimeanzishwa. Mpenda mtazamaji unakuwa unatazamia popote ulipo, kazi zimeanzishwa huko, jiwe imewekwa na secretaire administratif unakuwa unatazama hiyo siku ya leo tuanze kusabia mpaka ile miezi 3 taenea, tunakia kufanya tena inauguration ya hii pont yetu hapa Mitobo mgrupema ya Bwana Mputi. Nashukuru kwa wote, tuungane mkono, kazi iende mbele na tuimalize pamoja kwa jina la Yesu Kristo. Jambo mheshimiwa. Jambo sana. Utajifahamisha? Ndio. Mimi ni engineer Akiba Lwango Nicola. Ndio engineer, mnakuwa leo mnaanzisha kazi ya kutengeneza kilalo hapa maeneo ya Mitobo. Sijua kwanza unajisikia namna gani kuanzisha kazi hizi? Najisikia vizuri zaidi maana tunataka kutia kilalo ya mzuri. Hiyo ambayo ilikuwa inajengewa mbele hiyo maisanda, tulipima kuuliza, wanasema kila miezi 6 inaenda na maji. Kila miezi 6 hasa wakaji wanateseka zaidi kutosha vitu ngambo ya shamba huku kuleta huku ina bloke na inaingiza njala mpaka huku Mwenga na Makamituga. Sasa hiyo kilalo tunataka itakuwa po metalike moderne, itadumu, itakamata watoto wetu. Wataona hiyo kilalo tutachia hapa, watakuwa napita ndani na itafanya fierté ya Mitobo. Ndio kazi hizi mnazianza leo le 9 Jean 2025. Sijue mnatarajia kufanya wakati gani kwa kazi hizi? Kwa programu yetu hiyo kazi tulikuwa na iplanifia itafanya 90 jours, yani 3 mois. Lakini hiyo 3 mois ambao tunaanza a partir ya leo muna imprévu pia. Ndio. Je, ile imprévu sa hali ya hewa kikuwa hajakamilisha kazi mtakuwa mnaambia raia nini? Kitu moja naweza nikaseme hapo, kitu ambayo inaweza katuongezea muda ni hiyo njia, maana vitu viko Bukavu ziko nakuja mgari. Hiyo barabara yetu sisi sote tunaijua ya kutoka Bukavu kufika hapa Mitobo. Pale ndio tunaweza tukachelewe sisi na kazi, lakini vyombo vikakuwa hapa vyote tayari, hakuna kitu ambacho itatuchelewesha. Sie ni hilo 90 jours ama miezi 3. Sijue utakuwa unachia raia wote wa eneo hii ujumbe gani? Ujumbe ya raia nasema watuunge mkono, watufanyizie tu security, nao pia iko wafanye participation yao kwa hiyo kilalo yetu, maana ni kilalo moja. Sisi sote Mitobo hata na magroup maana mavillage mengine itakuwa na haja hiyo kilalo ya hivi. Wakuje tujenge pamoja, tuungane mkono, kesho yake tutatia hiyo kilalo mahali ingine pia. Tunashukuru. Asante sana. Mheshimiwa. Jambo sana. Utajifahamisha? Mimi ndio naitwa Watuta Kamndala. Ndio. Leo mnapita kuisanda kazi ya kilalo ya chuma inaanzishwa. Sijui mnakuwa mnajisikia hesabu wakati. Ndio tunasikia kama tunapita kuisanda kilalo ya chuma ibabangana itengeneza. Tungali kwa napita kuisanda. Ndio. Ikifikia kilalo inaisha, sijui mtakuwa mnajisikia je? Ndio tuwapasha jisikia huru sana. Magumu gani mnakuwa mnapitia kwa hii sanda? Kwa hii sanda tunapita pale basi tu kujikaza, lakini kilalo ndio lazima sana. Ndio. Sijui utakuwa naomba wasi wa engineer nini? Ndio. Utakuwa nawaambia nini kwa kazi ambayo wanaanza leo? Kwa kazi hivi watumika tuwapa pacha kuraje sana. Kwa majina na itika kwa jina la Musombwa Mayembe wa pili.
Mitobo Mawi 2. Ndio leo bana lancer groupement yenu kazi ya kujenga kilalo ya chuma. Sijui nyinyi kama chef mnajisikia hivi? Kwa niaba ya chef de village tunafurahi sana na tunashukuru kabisa, sababu hili tendo ambalo linazunduliwa leo ni umoja wapo ya malalamiko yetu, na kama inafikiria leo tuna maneno kwanza ya asante kwa viongozi wetu, sawa vile mwami wetu wa sheferia wa Mzimu. Tunafurahi sana kwa kubali kufungula hii mradi, na baba yetu chef de groupement Mpute nani Christophe Mpute wa ine na yeye naye pia ameunga mkono cooperative, nao pia vile vile kurudia nyuma, nao vile vile inaunga mkono upande wetu. Sisi tunashukuru sana na tunafurahi, na zaidi ya ile bale bahusika ndio bale engineer yetu watotufanyele kazi, tunabakatakia kazi njema. Kwa majina ninaitika kwa jina la Wambula nyumba ndogo Magdalena. Ninakuwa mama jar wa groupement yetu ya Banampute. Kama batu banakusanyika hapa kwetu kubaraza ya groupement ya Banampute ni sababu ya sherehe ya lancement yetu ya bilalo. Sisi ba mama yote ya groupement ya Banampute tuko na furaha kubwa sana ya kupata ile bahati ya kusema batatutengenezea bilalo ya chuma. Juu yetu ya kwanza batutengenezee mabilalo ya chuma. Sie banamke ya groupement Banampute tukusha tabanika. Kwangu kaka kumaisanda kulumia. Lakini tunashukuru sana kwa baba mheshimiwa chef de groupement mwenye anajitolea kwa kutuma bakuye tujengea bilalo ya vyuma, na tunaelekeza pia shukurani yetu kwa baba mheshimiwa chef de chefferie ambayo alikubali mwito ya kutuma bafunji bakie tutengenezea bilalo yetu hapa kwetu ku groupement Banampute. Njovi ba mama yote ya groupement Banampute biko na furaha kabambi sana, ijapokuwa bayaona, lakini biko nele matumaini hakika batajengewa bilalo. Njo tu na furahi hapa jabu tangu jana tulala makesha mpaka sai tuko na furaha. Jambo. Jambo. Utajifahamisha? Jina langu mimi ni Bienfait Fazili Mulonda wa Lubanda. Niko kiongozi wa cadre ya concertation mu bassin des Alia. Mitobo, kwa leo nini malengo yako? Tumepata aliko ya kiongozi wa groupement ya Banampute ambaye ametuita tushiriki maandamano ya kuanzisha kazi ya kujenga ulalo juu ya mto Zalia. Kama kisu ulivyotarajia, je, imeendeka? Kwa kweli sherehe zimeendeka vizuri na zimepita vizuri, maana raia wamejibu, viongozi wamejibu na kazi zimeanzishwa. Kama shirika raia mara moja kazi hizo hajafikisha hiyo miezi mitatu walioahidi, nini mtafanya? Ni kushauria viongozi kutia pression ili kwamba kazi itendeke vizuri, ianze mwanzo na kumalizika. Maana kuna wengine walidanganya raia, walileta magari na jaa masinga wakasema hiyo itafanya courant, lakini tuliona ilirudia. Hatuzipenda ikuwe Mitobo kwa maana wameahidi kazi itafanyika, na kwa kweli tunapenda waanze mwanzo tangu leo tarehe 9 ya mwezi Juni mpaka tarehe 9 Septemba iwe imemalizika na tuone raia wanaanza kuvuka. Na kiongozi amesema waanze kuvuka bila masharti, yani bila kulipishwa pesa na shurti yoyote. Na tumeamini ya kwamba kwa ile moyo ambayo cooperative iko nayo itawezekana. Ujumbe fupi basi. Ujumbe ni kwamba kuwe tu muungano. Maana kwa mgawanyiko, mpasuko katikati ya viongozi, yani groupement, cooperative na raia itakuwa mbaya. Ndio maana kuwe nafasi za dialogue, watu kuongea pamoja na kusindikiza kazi za maendeleo, kwamba tuone hiyo kilalo imemalizika na watu waanze kupita. Ni umoja tu ndio siri. Tunashukuru. Asante. Imeanzishwa rasmi, mpendwa mtazamaji wa Elila TV, kazi ya ujenzi wa ulalo ama daraja hii mnamo usultani wa Mzimu. Huku ni kunako mkoa mdogo wa Banampute, ambao kazi hizi zimeanzishwa rasmi ya kuweza kutengeneza ulalo huu ambao utakuwa unasaidia wakaazi kupita vizuri sana kutoka unako ulalo wa Isanda ambao ulitengenezwa na miti pamoja na raia wenyewe na kamba, na hivi sasa itakuwa ni ulalo wa vyuma ambao vitakuwa vimeanzishwa. Umeona gisi kazi imezunduliwa na secretary administratif, na hapa baada ya hapo maengineer watakuwa wanaendesha kazi hizi. Huku mmeshuhudia matukio mbalimbali, hasili zilianza kazi zake, na baada ya hapo secretary administratif alifanya uzinduzi wa kazi hizi na kulianzisha rasmi
Naitwa Estash Babu, huku kamera nashikiliwa na Johnson. Mpenda mtazamaji popote pale unatazama Ufaransa, eneo yote ya Ulaya, unakuwa unatazama na pale popote ulipo, tunakuwa tena tunakukaribisha kwa video zingine. Bye bye, tukutane kwa video zitakazofuata.